Hili ni gugu maji. Kila jani ni kama mkono unaonyosha mipaka yake. Lilikuwa sumbufu sana katika ziwa kwa sababu maeneo mengi ambayo maji yametulia hasa kwenye maguba hizi yalikuwa yanajaa na kufunga kabisa. Samaki wanapigania hewa, wavuvi wanapigania riziki, na ziwa kubwa zaidi barani Afrika likipigania uhai wake. Maji tu yanatusumbua sana katika mwaro wa Chore hapa. Yakija unavyoyaona hivi kwa sasa hivi, niseme leo ni madogo, kwa sababu kuna wakati yanafika mpaka katikati ya maji. Je, mbinu za kisayansi za kutumia wadudu ni suluhisho la kudumu au ni sawa na kufukuza moshi bila kuzima moto? Na nini hatari ya mchakato huu wa kuoza kwa magugu ndani ya maji? Jani hili ambalo limeshambuliwa na baadaye gugu hili kusinyaa na kuwa la njano na kufa. Huu ni uvamizi wa kijani, Ziwa Victoria katika mapambano ya kimya kimya. Kwa mbali linaonekana la kuvutia. Unaweza kudhani ni bustani inayotembea taratibu kama mwendo wa kobe juu ya maji. Muonekano wake ni kama vile zulia la kisasa kabisa lenye rangi ya kijani kibichi, halina haraka. Spidi yake hutegemea pumzi ya upepo unapovuma. Jua linapochomoza, majani yake hung'aa kama zumaridi, yakidanganya macho kwa anayetazama kutoka ufukweni. Ndege wachache hutua juu yake kana kwamba ni kisiwa kipya kilichozaliwa ndani ya muda mchache. Ni taswira ya utulivu iliyo na madhara kwa Ziwa Victoria na jamii inayozunguka ziwa hili. Lakini chini ya zulia hili la kijani kuna hadithi ya uvamizi usio na kelele. Hii ni hadithi ya gugu maji, mmea unaokua kwa kasi isiyo ya kawaida, ukiukumbatia uso wa Ziwa Victoria polepole lakini kwa uthabiti. Hili ni eneo la Kwatunza Beach, na jana tumekuja eneo hili, lakini hapakuwa kabisa na hata dalili yoyote ya kuonekana kwamba kuna magugu maji. Lakini leo mida hii sasa hivi tunaona pamejaa kabisa magugu maji. Chanzo chake kubwa ni virutubisho kuzidi kwenye ziwa, na kwa sababu yenyewe hayakai kama mti unaokaa wa kudumu, yanakuwa yanaelea, kwa hiyo yanatembezwa na upepo. Kwa hiyo kwa jana ya kuwepo hapa ilikuwa sehemu nyingine, na maana upepo ulivovuma kuelekea upande huu ndo umealeta, na nilisema kwamba magugu maji yanapenda kukaa sehemu ambapo ni gafu kwenye makondo. Ina maana hapa kuna kama kondo la kuyazuia kidogo, na upepo usipokuwa mwingi anakaa kwa muda mrefu. Huyu ni mvamizi aina ya Salvinia molesta ambaye ameingia tokea mwaka 2025. Huyu hapa ni mkongwe, si mgeni mahali hapa. Yeye anajulikana kwa jina la kitaalamu kama water hyacinth. Hili gugu maji la zamani aina ya water hyacinth ambalo limekuwepo kwa kipindi kirefu mpaka sasa, lakini serikali imekabiliana nalo kwa kupanda mbawa kavu ambao wanakula haya magugu. Lakini pia kuna mwingine, yeye hana madhara sana ingawa anakera. Yeye ana faida kwa sababu hupendelewa kuliwa na samaki na hachukui muda kukita mizizi yake na kushikamana na ardhi na kuweka makazi ya muda mrefu. Lakini ambaye anatisha kwa sasa na mwenye kasi ya ajabu ni huyu mvamizi Salvinia molesta. Kule kuna magugu maji ya aina ya lutende ambalo lile limekuwepo kwa muda mrefu, ni gugu maji la siku nyingi. Lakini kuna hivi karibuni kumeonekana kuwepo na gugu maji jipya ambalo kwa jina la kitaalamu linaitwa Salvinia. Sasa gugu maji hili kwa kweli kama nilivyosema, kiasili yote yanaelea kwenye maji, lakini limeonekana kuzaana kwa haraka sana, na hivyo kuhatarisha ustawi wa uchumi na maendeleo kwa ujumla katika maeneo haya. Ziwa Victoria ni ziwa kubwa zaidi barani Afrika, likiunganisha Kenya, Uganda na Tanzania, na kwa karne nyingi limekuwa moyo wa maisha kwa zaidi ya watu milioni 40 wanaolitegemea kwa chakula, usafiri, ajira na ustawi wa kila siku. Maji yake yamekuwa barabara, ghala la samaki na chanzo cha matumaini kwa vizazi vilivyokulia kando ya fukwe zake. Lakini mwishoni mwa karne ya 20 hali ilianza kubadilika polepole. Uso wake ukaanza kufunikwa na magugu maji. Uchafuzi ukaongezeka, samaki nao wakapungua,
na uwiano wa asili uliolifanya ziwa hili kuwa hai ukaanza kupungua, na kwa maisha ya jamii zinazolizunguka, na hivyo hadithi ya ziwa la neema ikaanza kuchanganyika na simulizi ya tahadhari na mapambano ya kulihusu. Magugu yote mawili haya ambayo ni masumbufu, asili yake ni Amerika ya Kusini, na tunayaita magugu maji kwa sababu ni mimea ambayo ni mimea vamizi, ndio maana tunaita ni magugu. Sio asili yake katika ziwa Victoria. Kwa hiyo ni mimea ambayo imevamia maeneo haya na imekuwa misumbufu sana kulingana na kuzaliana kwake. Gugu maji ni mmea wenye maua mazuri na majani yanayong'aa, huku shina lake likiwa na uwezo wa kuelea juu ya maji kwa muda mrefu na kuendelea kukua na kunawiri kama vile ni mmea wa maana. Lakini kumbe ni mmea hatari katika ziwa Victoria. Asili yake ni Amerika ya Kusini na liliingizwa barani Afrika kama mmea wa mapambo kwa ajili ya kupamba mabwawa na bustani za maji. Hata hivyo, lilipofika katika ziwa Victoria halikubaki kuwa pambo pekee, lilipata mazingira mazuri ya kustawi na kuongezeka kwa kasi kubwa kupita kiasi. Hali hiyo iliifanya kuwa changamoto kubwa kwa shughuli za uvuvi, usafiri wa majini na mfumo wa ekolojia wa ziwa hili. Gugu hili kama unavyoliona liliingia nchini miaka ya mwishoni mwa miaka ya 80, mwanzoni mwa miaka ya 90, na lilikuwa sumbufu sana katika ziwa kwa sababu maeneo mengi ambayo maji yametulia hasa kwenye maguba hizi yalikuwa yanajaa na kufunga kabisa, na anapofunga anasababisha athari za kiekolojia kwenye ziwa, athari katika shughuli za kiuchumi, kwa mfano shughuli za kiuvuvi na shughuli za usafiri katika ziwa. Mbolea kutoka mashambani, maji taka kutoka mijini na uchafu wa viwandani vyote huishia ziwani. Magugu yanazaliana sana hasa sehemu ambapo kuna virutubisho vya kutosha. Sana sana virutubisho aina ya phosphorus pamoja na nitrogen. Virutubisho vikiwa vingi, magugu pia yanasambaa sana, yanakuwa kwa haraka kwa sababu ndicho chakula chake kikubwa. Pia tunasimamia utekelezaji wa sheria na kuzingatia pia viwango vya ubora wa mazingira. Kwa hiyo kwa mfano, wananchi wote wenye shughuli za kiuchumi kama vile viwanda wanatakiwa kuhakikisha kwamba wanakuwa na mifumo sahihi ya kusimamia taka ngumu na taka miminika, na wadau wengine ambao kwa ujumla hivyo vitu ndio vinavyoingia kwenye mazingira, na hata katika ziwa letu la Victoria vinasababisha kuwepo na kuongezeka kwa rutuba, unaweza kusema mbolea, ambao ndio kitu ambacho kinafanya ukuaji na uemeaji wa gugu maji. Kwa hiyo tunafanya hivyo kwa kila mara kwa kupitia kuelimisha wananchi kupitia vyombo vya habari kama hiki cha TBC, kupitia kufanya kaguzi mbalimbali, kufanya tafiti ambazo mwisho wa siku zinapelekea sisi kuja na suluhu la kuondokana na gugu maji. Hali hii huathiri vibaya mfumo wa ekolojia wa ziwa na kupunguza mwanga na oksijeni kwenye maji, kuua viumbe hai wa majini na kuathiri shughuli za uvuvi na usafiri. Na hata anapokuwa ametanda kama hivi, pia inazuia hewa ya oksijeni kuingia ndani ya maji, kwa sababu uhai uliopo ndani ya maji unategemea pia hewa ya juu kuingia. Katika baadhi ya maeneo, njia zimefungwa na magugu maji, nyavu zinaharibika na injini za boti zinakwama mara kwa mara. Hali hii inawaumiza wavuvi na kupunguza kipato chao. Hata hivyo, madhara makubwa zaidi yako chini ya maji, ambako uchafuzi, uharibifu wa miamba ya matumbawe na kupungua kwa samaki vinaendelea kimya kimya. Hali hii inaathiri shughuli za kila siku na uchumi, kwani biashara inapungua kutokana na usafirishaji na ufanyaji kazi kuwa mgumu. Gugu maji la Salvinia molesta kwanza lina vijani vidogo vidogo, na kama nilivyosema linazaliana zaidi ya mara 3 kwa wiki, kwa maana siku 7. Vile vile lina athari kwenye shughuli za usafirishaji, kwa sababu lenyewe moja kwa moja linaingia kwenye mitambo ya mashine ambazo au boti ambazo zinafanya kazi kwenye ziwa Victoria.
Kingine ni kwamba hii Salvinia molesta mpaka sasa hivi hatujapata suluhu kama tulivyopata suluhu ya gugu maji la kwanza ambayo lilikuwa ni hii inaitwa water hyphin, ambayo kwa kiasi kikubwa tulifanikiwa kuidhibiti kwa kutumia wale mbawa kavu ambao tulikuwa na vituo zaidi ya 3 katika wilaya ya Misungwi. Kwa hiyo kwa mbawa kavu tulifanikiwa kudhibiti ili gugu maji aina water hyphin, lakini kwa Salvinia mpaka sasa hivi tumetumia juhudi za kutumia nguvu, lakini imeonyesha kwamba haina matokeo mpaka tutumie wale wadudu ambao wana uwezo wa kulishambulia kwa muda mfupi na kulimaliza, na hivyo mapato ya jamii nayo huporomoka. Gugu maji si tatizo la mimea pekee, ila ni changamoto kubwa ya kijamii na kiafya inayohitaji tahadhari na hatua za haraka ili kulinda ustawi wa jamii na kulinda mazingira katika Ziwa Victoria. Magugu maji yanavyokuwa katika eneo la kivuko, mara nyingi huduma tunazisitisha. Ni kwa sababu feli haiwezi kutoka. Kuna kitu kinaitwa propeller. Ile mizizi ya magugu maji huwa ikiingia kwenye propeller, kwa maana propulsion unit, ile nguvu ya kuweza kukisukuma kivuko kutoka sehemu moja kwenda nyingine inakuwa ni hafifu, na inaweza ikaharibu pia mfumo wa upumuaji wa engine, kwa maana ya strainers. Strainers ikiziba, manake engine inaweza kupumua vizuri, lakini pia strainers inasaidia kuvuta maji masafi kwa ajili ya huduma kusafisha kivuko, lakini maji yanaweza kutumika katika vyoo na kadhalika. Kwa hiyo mfumo ukiwa umeziba, kwa mantiki hiyo inaweza kuharibu pia upande wa clutch. Clutch kile, manake nguvu inatoka kwenye engine inashuka kwenye clutch na inaenda kutoa nguvu kwenye propeller. Kwa hiyo zikiharibika vile, serikali inaingia gharama kubwa kununua na kuleta mafundi, lakini kwa tatizo hilo likitokea pia tunasimamisha huduma ya kivuko, maana yake mapato yanashuka. Kwa siku kama tulikuwa tunafanya huduma zetu labda ni trip 3 hadi 4, kwa siku hiyo tunakuwa tunasitisha huduma zote. Lakini pia tunapata malalamiko kwa wananchi kwa kulalamika hawezi kwenda kufanya shughuli zao za kila siku kujipatia riziki ya kila siku, lakini pia kuchangia uchumi wa serikali. Kweli hatuna kabisa hapa wavuvi wengi hapa wote hapo, hata kama ukija kuangalia vifaa vya usalama majini, wachache sana ambao wanavyo hivyo vifaa. Mara nyingi wote wanaingia tu majini, hawana hata usalama wa majini, kwamba hata kama ikitokea ajali hii na hii atajiokoaje, huo usalama hatuna. Lakini uwezo sasa kuyafikia gharama zote hizo hatuna. Ndio maana nimekuambia muda mwingine mnaona tu kwamba muingie majini hivyo hivyo tu. Umuhimu wa kufahamu chombo ambavyo unavyovitumia viwe salama, kama kupata mtumbi ambao upo mzuri, hauna hitilafu yoyote, ndio usalama ambao at least ukienda nao huo. Serikali imekuwa ikifanya mapambano dhidi ya gugu maji ndani ya Ziwa Victoria, ikieleza kuwa mbinu mseto za kisheria na kiufundi, ikiwemo kampeni za kusafisha ziwa na uondoaji wa magugu, zimeanza kuzaa matunda. Serikali imefanya tathmini na katika maeneo ya vijiji kuangalia jinsi gani athari ambazo zinapatikana. Tathmini kubwa ilifanyika katika maeneo, kwa mfano kwenye Kigongo Busisi kule, vivuko vilikuwa vimeharibika wakati daraja lile bado halijafunguliwa rasmi, na ile ilikuwa inaathiri sana uvukaji wa abiria pale wanaopita kutoka sehemu moja kuna mwingine kupitia kwenye magari, lakini vile vile kwenye uvuvi. Kwa hiyo katika uchumi athari kubwa ilikuwa imepatikana, lakini magugu maji yalikuwa ni mengi sana. Kwa mfano kwa mwaka jana, zoezi ambalo lilifanyika pale ambalo lilihusisha wadau mbalimbali ambao nilizitaja hizo taasisi, lakini tulishirikiana pia na jeshi la kujenga taifa, jeshi la wananchi, katika kuhakikisha tunatoa magugu maji yale, na takriban ya tani zaidi ya 1,000 iliweza kuopolewa katika eneo lile, na kwa sasa hivi inaonekana athari zinaanza kurejea, lakini kwa kiwango kikubwa tuliweza kufanikiwa kupunguza ile kasi ya kuenea kwa magugu maji katika eneo la Ziwa Victoria. Taarifa rasmi zinaonyesha kupungua kwa gugu kwa kiwango kikubwa katika baadhi ya maeneo, hatua inayotajwa kama ushahidi wa ufanisi wa mikakati hiyo. Kwa hiyo serikali kwa kushirikiana na taasisi zake imefanya utafiti wa njia mbalimbali ya jinsi ya kukabiliana na magugu maji hayo, na kwa kweli niseme mbali ya juhudi ambazo zilikuwa zimefanyika mwaka jana
kwa kupambana kwa kutumia njia ya kuyaondoa, tunasema mechanical, lakini bado kuna njia nyingine ambayo za kibiolojia ambazo pia ni kwa ajili ya kuongezea nguvu kuondoa hiyo, ambayo mara nyingi tunatumia wadudu. Kwa hiyo nayo ni mbinu mojawapo ambayo tumehakikisha kwamba tunapambana nao, na tunatarajia siku za karibuni tuweze kupeleka wadudu hao kwa ajili ya kuweza kuendelea kupambana na magugu maji kwa aina hizo ambazo nimezitaja. Hata hivyo, udadisi wa kina unaibua maswali kuhusu uimara na uendelevu wa mafanikio haya. Je, kupungua huku ni matokeo ya juhudi za kimkakati za muda mrefu au operesheni za muda mfupi zenye muonekano wa haraka? Mikakati ambayo tunayo ya kukabiliana na gugu maji, mojawapo kwa kushirikiana na ofisi ya makamu wa rais, NEMC inatekeleza mpango wa kukabiliana na mimea vamizi, mkakati ambao umeanza tangu 2019 mpaka mwaka 2029. Kwa hiyo bado tuko kwenye utekelezaji na tunafikiri huu mpango utatusaidia kuondoa gugu maji vamizi. Kitu kingine ambacho tunatekeleza, tunafanya utafiti. Tunaendelea kufanya tafiti mbalimbali kama taasisi ili kuweza kubaini chanzo cha gugu maji hiki, athari zake kwa mbeleni itakuwaje, na kuweza kupunguza athari hizo kwenye ziwa Victoria. Kitu kingine ambacho tunaendelea nacho, mpango wa muda mrefu, ni kuendelea kutoa elimu. Kutoa elimu kwa wakazi wote wanaozunguka ziwa Victoria kuhusiana na shughuli za kibinadamu ambazo zinafanyika kupelekea uchafuzi wa ziwa. Kulingana na mabadiliko ya tabia nchi bila ufuatiliaji endelevu, takwimu huru za tathmini na udhibiti wa vyanzo vinavyochochea kuenea kwa gugu maji, hatari ya tatizo hili kurejea ni kubwa. Imekuwepo muda mrefu. Kwa kiwango kikubwa ziwa letu halina gugu maji nyingi sana kwa ukilinganisha na kipindi cha nyuma. Kwa mfano, kwa kipindi cha gugu la water hyacinth lilikuwa limetanda karibia kila kona ya ziwa ukienda. Miaka 2015 hili gugu lilisumbua sana, hata meli zilikuwa kidogo zinapata shida kwenye kusafiri, lakini kwa jitihada zilizofanyika za kutumia mbawa kavu na njia ya kibiolojia, lile gugu lilielekea kuisha kabisa, na hata iliyobaki ni kiasi kidogo. Sasa ili gugu jipya iliyokuja la Sylvania kidogo, ndo bado changamoto zimekuwa zipo, kwa sababu pia linazaliana kwa kasi. Kwa eneo letu na kwa hapa tulipo, gugu kubwa linaonekana ni hili jipya Sylvania fish, kwa sababu ndo unaona limetanda kwa kiwango kikubwa. Lutende iko kidogo sana, lakini water hyacinth iko kwa kidogo kabisa. Kwa sasa hivi ni hizo jitihada ambazo nimezitaja kwamba tunaendelea kutafuta njia thabiti za kuweza kulimaliza kabisa hili gugu jipya kwa kushirikisha wadau mbalimbali na taasisi mbalimbali za utafiti ambazo zinahusiana na magugu maji ziwani. Wadudu maalumu aina ya mende wadogo kutoka Amerika ya Kusini katika operesheni iliyopangwa kwa ukimya lakini kwa umakini mkubwa wa kisayansi. Hawa si wadudu wa kawaida, ni maadui wakubwa asilia wa gugu maji katika makazi yake ya asili, na waliingizwa kama sehemu ya mkakati wa udhibiti wa kibiolojia uliolenga kulidhoofisha gugu maji kimya kimya, bila kelele na bila kuathiri viumbe wengine wa ziwa Victoria. Na hii iliibua maswali mengi na kuendelea kudadisi kuhusiana na hawa wadudu. Je, wakimaliza kula magugu maji wataenda kuishi wapi? Au watahamia kwenye mashamba yetu? Kufika mwishoni mwa miaka 2000 mpaka 2010, jitihada zilizofanywa na serikali hizi tatu kupitia miradi ya LAVEMP 1 na LAVEMP 2 waliweza kudhibiti kuzaliana kwa hili gugu kwa kiasi kikubwa kwa 95%. Na hiyo yote ilisababishwa kwa njia tofauti tofauti, kwa kutumia njia ya kuyavuna moja kwa moja kwa mikono, kwa kutumia mashine, lakini pia kwa kutumia njia ya kibiolojia. Kama tunavyoona jani hili kwa mfano lina wadudu tayari wanalitafuna, na wanapotafuna ni njia ambayo ni endelevu, ingawa inachukua muda, lakini ni endelevu na ina gharama kidogo kuliko njia zingine zile za kuyavuna kwa mashine au kwa mikono. Wadudu hawa aina ya mbawa kavu ambao wanashambulia
gugumaji hili huishi katika mizizi na katika mashina ya hili gugu, na mara nyingi hushambulia mashina pamoja na mizizi. Kwa mfano kama hili unaona limeliwa hapa, wadudu hao wanashambulia mashina haya pamoja na majani, wanakula majani kama tunavyoona jani hili ambalo limeshambuliwa, na baadaye gugu hili husinyaa na kuwa la njano na kufa. Unaona tofauti kati ya hili na hili, na maana jani hili huenda lilikuwa kubwa kama hili, lakini kwa vile limeshambuliwa sasa na wadudu linasinyaa na kuwa dogo na kuwa la njano na hatimaye linakufa na kuzama. Kama unavyoona, hawa ndio mbawakavu ambao wanatumika kwa ajili ya kuangamiza gugumaji hili. Nafikiri twende maabara tukaone jinsi gani ambavyo wadudu hawa walivyo. Hata hivyo, ripoti zinaonyesha kuwa mafanikio yao yanategemea hali ya mazingira. Iwapo uchafuzi wa maji na wingi wa virutubisho utaendelea, mmea unaweza kuhimili mashambulizi na kurejea kwa nguvu. Hivyo basi, kuletwa kwa wadudu hawa kulikuwa si tu jambo la kisayansi, bali pia kipimo cha sera na uwajibikaji. Tukatafute wadudu ambao wanakula mmea huu. Kwa kawaida ukiona jani limetafunwa namna hiyo, ujue kuna mdudu, na mara nyingi unakuwa wadudu wawili wawili. Wadudu hao hupendelea kuishi kwenye mizizi na kwenye mashina ya mimea hii, na hapa tunampata mdudu mmoja ambao anatumika katika njia ya kibiolojia kwa ajili ya kuangamiza mimea hii vamizi, na tutaenda kumwona ni kama beetles. Yeah. Asili yake ni Amerika ya Kusini, nchi za Brazil na Argentina, na wamekuwa wakitumika katika kuangamiza magugumaji kama njia ya kibiolojia ambayo ni njia endelevu inayotumika katika nchi nyingi zikiwemo nchi za Asia, Amerika ya Kusini pamoja na nchi za Kiafrika. Katika Ziwa Victoria ililetwa mwaka 2000 kupitia mradi wa LAVEMP kwa ajili ya kuangamiza gugumaji hili sumbufu lililokuwa katika Ziwa Victoria. Je, udhibiti wa kibiolojia unaweza kuwa suluhisho la kudumu au ni ahueni ya muda katika vita ndefu ya kuokoa ziwa hili? Hili limekuwa sumbufu na serikali imefanya jitihada ya kupata namna ya kuweza kuliangamiza, na mwaka jana mwezi wa 6 tuliweza kwenda kwa wenzetu wa Uganda ambao tayari walisha import wadudu kwa ajili ya kuangamiza kutoka Amerika Kusini, na wadudu hao tutaenda kuwaona. Mmojawapo mdudu huyu anaitwa Cytobacterus molesta. Cytobacterus molesta ambaye anakula Salvinia molesta. Wadudu hawa wanatumika kwa ajili ya kuangamiza gugumaji hili hapa Salvinia, na wako very specific, na unavyoona hawa, huyu na huyu, unaweza kuona tofauti. Huyu ni mkubwa tayari, ni adult, na huyu ni adult, ni wakubwa tayari, wameshakomaa, lakini size zao ni tofauti. Huyu ni mkubwa kwa umbo, huyu ni mdogo kwa umbo. Ni wako very specific katika vyakula. Huyu ni Cytobacterus molesta ambaye anakula jani la Salvinia. Na huyu hapa huyu ni mbawakavu ambaye anakula jani la ili water na zamani. Wataalamu wa ekolojia wanasisitiza kuwa gugumaji si chanzo cha tatizo, bali ni kiashiria cha mfumo wa ekolojia uliolemewa. Wanaliita dalili inayoonekana ya uchafuzi unaoendelea na usimamizi dhaifu wa taka na matumizi ya ardhi. Ripoti za tafiti za ubora wa maji zinaonyesha kwamba bila kudhibiti vyanzo vya uchafuzi ikiwemo maji taka yasiyotibiwa na matumizi holela ya mbolea, hata kampeni za kung'oa au kutumia wadudu wa kudhibiti hazitakuwa suluhisho la kudumu. Na hii ni kwa sababu kila kiraka cha gugu kinachoonekana juu ya maji ni ushahidi wa tatizo pana zaidi chini yake. Katika baadhi ya maeneo, jamii zimejaribu kuligeuza tatizo hili kuwa fursa.
Gugu hutumika kutengeneza vikapu, fanicha na hata karatasi, lakini tafiti zinaonyesha linakuwa haraka kuliko linavyoweza kuvunwa. Wataalamu wa mazingira wanakadiria kuwa gugu maji linaweza kuongezeka maradufu ndani ya muda mfupi chini ya hali yenye virutubisho vingi. Mapambano dhidi ya gugu maji hayahusu tu kung'oa au kulivuna juu ya uso wa Ziwa Victoria. Ni mjadala mpana wa sera, miundombinu na uwajibikaji wa kikanda. Hii inaonyesha kuwa bila kuboresha mifumo ya maji taka katika miji inayolizunguka ziwa, kupunguza mtiririko wa mbolea kutoka mashambani na kusimamia taka za viwandani, juhudi za kuliondoa gugu maji zitabaki kuwa ni ndoto za alinacha. Wataalamu wa mazingira wanasisitiza kwamba suluhisho la kudumu linahitaji ushirikiano wa karibu kati ya Tanzania, Kenya na Uganda, nchi zinazoshiriki ziwa hili, ili kuweka viwango vya pamoja vya udhibiti wa uchafuzi na uwekezaji katika miundombinu ya usafi wa mazingira. Licha ya changamoto zinazoendelea, tafiti zinaonyesha kuwa pale hatua madhubuti zinapochukuliwa, maeneo ya wazi ya maji huanza kuwa safi na viumbe hai huonesha dalili za kuimarika. Hivyo basi, ziwa bado linaishi, na ndani ya juhudi za pamoja na sera sahihi, bado kuna matumaini ya kulirejesha katika afya yake ya awali. Lakini swali ambalo linajitokeza ni je, baadhi ya maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria huko vijijini ndani kabisa wana elimu ya kutosha ya kupambana na magugu maji? Na je, serikali yetu inaweza kutumia watafiti kuona ni jinsi gani tunaweza kutatua changamoto hii kwa kuifanya ikawa fursa kwa nchi yetu? Njia panda iliyoko ni kwamba baada ya magugu maji haya kuliwa na wadudu, huingia ndani ya maji, na yakiwa katika mchakato huu wa kuendelea kuoza ndani ya ziwa, huwa bado yanatumia oksijeni. Je, hapa nini kifanyike?